Tasoma katika Mithali 28 ule mstari wa 28. Anasema wasio haki wainukapo wanadamu hujificha, bali waangamiapo wenye haki huongezeka. Wasio haki wainukapo wanadamu hujificha, bali waangamiapo wenye haki huongezeka. Kama kuna mtu ambaye hana haki anapoinuka katika mji, katika nchi, katika bara, manake wanadamu lazima wajifiche. Wanajifichaje? Hebu angalia katika nchi nyingi sana, katika nchi za Kongo, Kongo huko Sudani, angalia nchi zingine ambazo zina vurugu, manake hawa wasio haki, vikundi na vikundi, huku kikundi cha silaha au kikundi cha silaha vimeinuka vinapigana katika nchi. Wenye haki wanajificha ndani. Wenye haki wanajificha ndani na wenye haki hawaonekani. Lakini hawa wanapoangamia wote, wenye haki wanaongezeka. Manake wenye haki ndio wanatoka sa nje. Wenye haki ndio wanafundishana vitu vizuri. Manake nini? Hebu angalia hata katika nchi tu. Hata baada ya uchaguzi au kabla ya uchaguzi, mara nyingi hebu angalia vitu hivi. Hasa baada ya uchaguzi, hebu angalia sana katika nchi zetu za Afrika. Wasio na haki wanapoinuka, watu hujificha. Manake huoni watu kwenye mji. Mji unakuwa ni mweupe. Huwezi ukaona watu kwenye mji. Mji unakuwa ni mweupe kabisa. Huwezi ukaona watu. Wanadamu wanajificha. Manake wao ndo wanaonekana, ila binadamu wanakuwa wamejificha. Wasio haki hao wanakuwa wako mtaani, binadamu wanakuwa wamejificha. Sasa yawezekana kama ina maana zaidi ya hiyo, lakini angalia hili jambo kwa umakini zaidi na utafakari tu kwamba hata katika eneo fulani wanapoinuka ambao si wenye haki, manake binadamu hujificha, hata ile akili yao inakuwa haitumiki tena, kwa kuwa ambao wasio na haki wameinuka. Umeona? Kwa hiyo hata maarifa yao huyatunza, maarifa yao hayatumiki katika nchi. Sasa Mungu atubariki na Mungu atusaidie sana kwamba wenye wasio na haki waangamie, ili kusudi wenye haki wengi wainuke katika jina la Yesu. Amina.